Ni wako Bishop Francis wa kanisa la Evangelical Gospel Ministry nikiwa hapa Nairobi Kibera. Nashukuru Mungu kwa sababu ya uwezo na mamlaka ambayo Baba amekupa wewe kuona siku kama ya leo. Nataka kuongelelea kuhusu habari ya michango ya kanisani, na nataka kuongelelea kuhusu habari ya wanaoweza kusimama na kuchangia jambo lolote kanisani. Limeweza kuleta tumbo choto katika kila kanisa, na pia inaweza leta wasiwasi kwa wale wahuduma na wasimamizi katika makanisa. Watu wengi kusema ya kwamba wachungaji wanapewa hizi pesa kwa sababu ya kukula na kufaitika kwao wao wenyewe. Lakini nataka niseme nawe hivi ya kwamba sio venye watu kufikiria. Lakini wengine wameshikwa tu na ile hasira ya kunena vibaya katika kanisa. Lakini tunapotazama katika hapo mwanzo, wakati ambapo tumekuwa tukisoma Biblia, unapata ya kwamba Biblia, ndani ya Biblia kanisa lilikuwa limejaza vitu katika one roof, kama bado halijatawanyisha kazi. The time ambaye Yesu Kristo aliingia kanisani akachapa watu nyaunyo na kuwatawanya, walikuwa wamechanganya vitu mingi katika roof moja. Na kutokea wakati ule sasa ikabidi ya kwamba makuhani waanze kutofautisha na kukawanya kazi katika mipango. And that's why unapata ya kwamba kanisa nyingi zimeplay role kubwa sana katika nchi tofauti tofauti. Unapata ya kwamba kanisa hizi ndio unapata ya kwamba pesa zinazotolewa kwa njia ya sadaka, kwa njia ya fungu la 10, kwa njia ya malimbuko, ni pesa ambazo zimeweza kuinua mambo kama shule, mambo kama hospitali, mambo kama orphanage na organization nyingi ambazo tumekuwa tukiziona katika nchi yetu ya Kenya. Na katika situation hiyo unapata ya kwamba kanisa limekuwa supportive kwa nchi, na unapata ya kwamba kanisa linapotukanwa ya kwamba lina collect pesa kwa watu na haliwezi faidi community, halifaidi nchi, hiyo naweza kusema ya kwamba ni mawazo ambayo imeingia kwa mtu ambaye hapendi Mungu, na ni mtu ambaye huyo sasa ndiyo mbaya zaidi, ambaye hata ningeliweza kusema ya kwamba kwa uwezekano wadili na huyo mtu, maana ni lazima aweze kuelewa ya kwamba kanisa limesupport nchi pahali pakubwa, na kanisa limesimama na nchi katika visehemu kubwa. Isama ukiangalia katika kanisa unapata shule ambazo zimeandikwa kama St. Mary's, St. Mark, St. John, St. Gabriel, na unapata hizi makanisa zote zimeweza kutokanwa na church, na zote zimechengwa na church money. Fundraising imekuwa ikifanywa ili kwamba kuchenga hizi michengo. The time ambaye kanisa liliweza kutawanyishwa kutoka katika roof moja, sasa ikawa inajengwa sehemu tofauti, sehemu ya shule, sehemu ya hospitali, sehemu ya kanisa na sehemu ya organization kama ya orphanage. So unapata ya kwamba kuna wale ambaye wanatatishika kujua kwamba hizi pesa wachungaji wanapeleka wapi. Ukiangalia sana utapata pia kanisa kuna zile ambazo zimesalisha miradi kama za hospitali. Hospitali kuna zile ambazo ni St. Mark, pia unapata St. Mary's na zinginezo nyingi ambazo zina majina ya makanisa. So unapata ya kwamba church ikiwa ina fedha, ina uwezo mwingi wa kusaidia community, kusaidia nchi na kusaidia junior na hata wachane pia. Unapata organization ziko za kushona beads, za kutake care orphanage ama za kutake care mama ambaye ni wachane, ziko mostly ni za makanisa. That's why unapata ya kwamba nchi, unapata ya kwamba mahala ambapo wamama wangelifanya vitu ambazo ni ofu, vitu vya uovu ama mambo mabaya, unapata ya kwamba organization zinafanya ile area inakuwa safi, maeneo yale inakuwa safi. Unapata ya kwamba kanisa linafungua vitu kama orphanage, unapata ya kwamba orphanage inakuzwa na unapata vijana ambao wangeliweza kuharibika. Unapata orphanage imewapatia opportunity ya kufanya mambo 2-3. Unapata hiyo area inakuwa iko salama, haina ngeta, haina mambo ya vita, haina mauaji. Na ndio sababu tunaweza kusema ya kwamba church must
be supportive with the government. Nashukuru sana huyo bwana president kuweza kuingia katika makanisa na kutambua hiyo sekta na kuweza kusimama na toleo lake katika makanisa. Kwa kweli ni toleo ambalo linaweza support sehemu kubwa katika sehemu yako, community yako na area yako. Si kwamba pesa hizo zinaingia katika mfuko wa mtu, maana mchungaji ni mtu wa watu na ni mtu ambaye hiyo pesa ikiingia inaingia katika platform ambayo ina maelekezo mengi sana. Wewe ambaye unayonipata, sikiza hili, ni kwamba utapata sehemu ambaye kanisa liko, kuna vitu mingi sana ambayo zinafanyika. Utapata ya kwamba kuna ufahamu katika ile area, kuna ufahamu ambaye ni ya mafundisho mbalimbali. Theology ya kanisa pia iko ndani. Unapata ya kwamba shule kama za masomo ya kibibilia utapata zimefunguliwa zaidi na makanisa. Inji wakati ambapo ilifika mahali ikaanza kufunga mambo ya orphanage, iliua sana maono ya inji, because orphanage ilikuwa inasapotiwa sana na inji na government. Lakini sasa unapata ya kwamba kulikuja kukafika wakati ambaye inji government yetu unapata ya kwamba ilifika mahali ikafunga orphanage. Sasa orphanage homes zikaanza kufungwa, zikabaki ya kwamba kama ni individual ama ni private, hiyo ndio inabaki. So unapata ya kwamba all these organizations zikawa affected. Zile misaada ambayo serikali ingelitoa kusupport orphanage ambayo ni private, kusupport ambayo ni organization hizi za watoto ambayo wanakaa mtaani, wale watoto ambayo wanajiuza wakikula vitu chafu, wakikula midarati, wakijiharibu. Unapata ya kwamba kama church liko katika hiyo maeneo, hiyo kanisa unapata inakuza hiyo area kupitia vitu ndogo ndogo za vijana wanaweza fanya. Wanaweza weka green areas kama kupanda nyazi, kupanda miti, kuweka mafundisho, kuelimisha wamama wadogo, wasichana ambao wamefika teenager, na hata kununua vitu kama vipotozi ama zile ambazo zinatumika kwa wasichana wadogo. Kwa hivyo wewe mwenzangu unayenipata, naweza kusema ya kwamba vita ambavyo vinaweza inuka juu kwa ajili ya kanisa, usiingie ndani kwa kuvisupport ya kwamba kanisa lisipate mchango na support. Biblia inasema ya kwamba kanisa kutoka enzi za kisasi zilikuwa zinasapotiwa, zilikuwa zinaweza fanya harambee, zilikuwa zinaweza letewa matoleo. Kwa hivyo matoleo kama haitatoka leo, basi hii ni kanisa ambayo itakuwa imeanza mwanzo mpya ambaye utahitaji tena new theologians waweze tena kufundishwa theology mpya, the way tutaweza kuhandle the community, the count, the government, new system of living code. Kwa hivyo nataka kusema nawe ya kwamba kama unampenda Mungu wako na kama unamjali Mungu wako, elewa ya kwamba madhabahu yana visehemu vingi